dua, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya Bible, kwa maana ya Biblia. Amekuwa akifanya kazi kubwa sana hasa kwenye makongamano mbalimbali tumekuwa tukimshuhudia. Lakini kama unakumbuka kidogo hapo nyuma, tulijaribu kutazama umuhimu na nafasi ya sikukuu ya Christmas ambayo tumeona watu wakisherehekea katika maeneo tofauti tofauti duniani ama ulimwenguni. Alipata nafasi ya kuzungumza nawe na kukujuza kuhusiana na namna ambavyo sikukuu hiyo imekuwa ikitafsiriwa, lakini kwa namna gani ambavyo uliongeza kitu baada ya yale ambayo aliyazungumza. Basi vizuri zaidi pia tukaangazia upande wa pili wa shilingi. Tuligusa kidogo sana sikukuu ya mwaka mpya. Sikukuu hii imekuwa ikitazamwa na watu kama ni sikukuu ya kubadilisha mwaka kutoka mwaka mmoja kwenda mwingine. Uhalali wa sikukuu hii uko vipi, ama kwa nini watu wanasherehekea? Basi tutafahamu haya yote kupitia chaneli yako ya Islaha Islamic TV. Kama ilivyo kawaida, nikukumbushe kwamba unaweza kuwa sehemu ya kujumuika na sisi mara zote kwa kusubscribe chaneli yetu ya Islaha Islamic TV, uwe wa kwanza kupata taarifa. Lakini pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook, lakini pia TikTok. Tumekuwa live kabisa mara zote, tumekuwa tukifanya hivyo, na lengo ni kukuletea maudhui haya tulioyaandaa kwa ajili yako mtazamaji. Mimi naitwa Ali Ngamba, niko na Jamal Hamza ambaye yeye yuko nyuma ya kamera akikuletea picha hizi ambazo unatazama hapa. Niko na Alhaji Dr. Sule ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Islaha Islamic Foundation, lakini pia ni mhadhiri wa kimataifa wa dini ya Kiislamu. Bahati nzuri kipindi hiki kinafanyikia hapa Kakuma, kaunti ya Turkana, nchini Kenya. Safari imekuwa ndefu. Alhaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Kakuma? Alhamdulillah, Kakuma njema, joto kama ilivyo ada na desturi ya eneo hili, kwa sababu ni jangwa. Tuko katika eneo la desert, ni mpakani hapa mwa Kenya na South Sudani. Kuna hali ya joto kidogo, joto ya kutosha, lakini hali ni tulivu. Jua la wastani, japo kuna shida hiyo ya joto, lakini jua si kali sana. Ndio. Kilinganisha na maeneo yenye jua kali sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni eneo zuri. Lao ningekuwa naishi hapa, mimi ningepanda mitende kwa wingi sana. Kwa sababu ni moja kati ya ardhi naamini mitende ingekubali kwa kiasi kikubwa, na pengine ingekuwa biashara kubwa ya watu wa huku kama wangekuwa kulima. Ila bahati mbaya wa Turkana wao ni wafugaji, tena wafugaji wa hamaji, wanafuga na kuhamahama. Lakini alhamdulillah hali iko shwari. Utafiti wako umeona kama tende zinaweza zikakubali eneo kama hili na ardhi ilivyo? Kabisa, kwa sababu kawaida mitende huwa inaota eneo la jangwa, desert area. Maeneo ya jangwa mara nyingi ndio kunapendeza sana na kunaweza kumea miti ya mitende. Kwa hiyo miti ya mitende hapa ingefaa sana, lakini pia miti ya migazi, michikichi, watu wa kule nyumbani wanaita michikichi pia. Eneo hili lingefaa sana pia kwa kulima miti hiyo. Lakini niliona kitu kingine juzi na hizi siku za kati wakati nakwenda kambini. Kuna lile eneo ambalo wanafanya test ya vyakula. Unajua shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR wanawatreat wakimbizi kwa kiwango cha juu sana. Yani wanawatreat katika kiwango bora sana. Nilipitishwa eneo ambalo ndipo vyakula vinavyokwenda kule vinafanywa testi za kimaabara, ili kwanza kuthibitisha kama vyakula havina sumu, lakini pia kuthibitisha kama vyakula havija expire kabla ya kuvipeleka kwa wakimbizi. Niliona eneo lile wamelima kilimo cha bustani ya mahindi ya kawaida. Kwa hiyo utaona ni kwa kiasi gani. Lakini pia pamoja na kuwa eneo hili ni desert, ni jangwa, moja ya sifa yake maji hayako mbali. Yani kuanzia mita 10-15 unapata maji. Japo mvua huku inaweza kunyesha mara 2 mara 3 kwa mwaka, na inaweza kunyesha wiki nzima au mwezi mmoja tu isinyeshe tena. Lakini ni moja ya maeneo ambayo maji yako karibu, unaweza ukadrill na ukapata maji na ukaendesha maisha ya mimea na kubaki kuwa hai. Kwa hiyo
nimejifunza vitu vingi kuwepo kwangu Kakuma katika eneo hili la kaunti ya Turkana. Nafikiri kwa mtazamaji ambaye amekuwa akitufuatilia atakuwa amepata kitu, la hasa wanaopatikana maeneo haya au wananchi ambao wanapatikana hapa Kenya, kwa sababu wao ni rahisi kupata ardhi. Hakika atakuwa akajifunza kitu. Mtazamaji, twende moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo tunakwenda kuitazamia hii leo. Tunakwenda kuangazia sikukuu ya mwaka mpya. Sijajua vizuri tafsiri ya halisi, niseme sikukuu ama siku mpya. Kwenye tafsiri ya kubadilisha mwaka kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine, tumeshuhudia baadhi ya watu wakisherekea kwa kiasi kikubwa sana, na hata wakati tuko wadogo pia tulikuwa tunaona kabisa kwamba mwaka mpya tunakwenda kusherekea, tunaita sikukuu ya mwaka mpya. Lakini imekaaje hii? Tafsiri yake iko vipi Alhaji? Baada ya kutazama Christmas, nadhani sasa kuna haja ya kuitazama hii siku ya mwaka mpya ambayo inabadilisha mwaka kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine. Kwa nini watu wanasherekea, na hii ni sikukuu ama ni siku kama siku nyingine tu? Tunapozungumzia sikukuu ya mabadiliko ya kimwaka, kwa maana ya kutoka Desemba 30 kwenda Januari mosi, ambayo mara nyingi jambo hili linafanyika usiku wa manane, jambo hili tunatakiwa tulitazame katika mitazamo mikuu mitatu. Mtazamo wa kwanza, tunatakiwa tulijadili kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipoiumba dunia na kuwaumba viumbe na kuwaweka ndani yake, amewawekea utaratibu wa maisha, hesabu za masiku, nyakati, majira na miaka. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa tuitazame katika mtazamo huo kwamba Mwenyezi Mungu anazungumza nini juu ya swala zima la mabadiliko ya siku, ya mabadiliko ya mwezi, mabadiliko ya mwaka. Mwenyezi Mungu anasemaje? Lakini la pili, tunatakiwa tulitazame jambo hili kihistoria. Yani historia inasemaje juu ya upatikanaji wa kalenda. Lakini jambo la tatu, tunatakiwa tulitazame jambo hili la mabadiliko ya mwaka kiimani. Kiimani, jambo hili linakaaje kwa mafundisho ya kiimani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikianza ndani ya Qur'ani katika sura ya 17, Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna indata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha sisi Waislamu, inna indata shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika idadi ya hesabu ya mwaka mbele ya Mola wako ni miezi 12. Yauma khalaqa samawati wal ardha, hesabu hii ya kuwa na siku, mwezi, wiki, kwa maana ya siku kuwa na masaa 24, wiki kuwa na siku 7, mwezi kuwa na siku 29 au 30, na mwaka kuwa na siku 300 na kidogo. Hii Mwenyezi Mungu anasema yauma khalaqa samawati wal ardha, idadi ya hesabu ya mpangilio wa utafutaji wa mwezi na mwaka Mwenyezi Mungu aliufanya tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Kwa maana hiyo Qur'ani inatuthibitishia kwamba hesabu ya mwezi, mwaka na siku sio imepangwa na mwanadamu, sio imetengenezwa kwa fikira za watu. Ni mpangilio aliyouandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumsaidia mwanadamu kuyaendea maisha yake ya kila siku, ili ahakikishe kwamba anajipangia ratiba kulingana na mahitaji ya wakati. Kwa majira, nyakati na siku yanamwezesha mwanadamu kujua kipindi gani cha kulima, tena unalima mazao gani, yatakomaa na kuiva wakati gani, anaweza akayauza wapi mazao yake yatapata thamani, na kwa mfano wa vitu vya namna hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mapenzi yake makubwa, kitu cha kwanza alichokifanya, ametuwekea kalenda ya mfumo wa mwezi, siku, majira, nyakati. Lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la kwanza kabisa, anataka kututafutia utaratibu wa hesabu za maisha yake. Hesabu na mwaka pia inakusaidia mwanadamu kujitambua kwamba wewe sasa tangu umezaliwa una miaka mingapi.
ili maisha yako uyapigie hesabu kwamba mimi katika miaka 50 niliyoishi, katika miaka 45 niliyoishi, katika miaka 80 niliyoishi, miaka yangu ya utoto ambayo kabla sijabaligh huenda ilikuwa miaka 15, ikawa miaka 16, ikawa miaka 13, ile miaka itakayokuwa imebaki baada ya pale umeitumiaje katika kumshukuru Mwenyezi Mungu? Manake ndani ya miaka ile ndio utapata hesabu ya ibada. Na ndio maana ibada haikuwa holela. Katika Uislamu hakuna kuswali muda unaotaka. Swala zimepangwa 5 kwa siku. Dhuhuri, asiri, magharib, isha na fajr. Swala ni 5. Zimepangwa kwa wakati ili anayeswali awe anajua katika masaa 24 ametekeleza vipindi vingapi vya ibada. Katika masaa 24 amefanya kazi za halali masaa mangapi. Katika masaa 24 ameishi maisha ya halali masaa mangapi. Katika masaa 24 ameishi maisha ya haramu masaa mangapi. Akipiga hesabu hii inamsaidia kuona leo maisha yangu nimeyatumia vizuri, kesho maisha yangu niyatumie vizuri zaidi. Leo maisha yangu nimeyatumia vibaya, kesho maisha yangu niyaboreshe kuyatumia vizuri ili kufuta haya mabaya. Yote haya Mwenyezi Mungu ameyapanga ili mwanadamu ajipatie hesabu ya maisha yake. Lakini sio hivyo tu, hata hesabu zimepangwa kwa wakati na nyakati na hesabu za nyakati. Lengo la Mwenyezi Mungu ni kumfanya mwanadamu asiwe na ule msongamano wa ibada. Ajue sasa ni kipindi cha swala ataswali, sasa ni kipindi cha funga atafunga, sasa ni kipindi cha hija atakwenda kuhiji, sasa ni kipindi cha kutoa zaka atatoa zaka, sasa ni kipindi cha hiki atafanya kile. Ndio lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweka nyakati, majira na nyakati katika maisha ya mwanadamu. Sasa hili Qur'ani inasema ni mpangilio alioweka Mungu yauma khalaqa samawati wal ardha, tangu siku Mwenyezi Mungu alipoziumba mbingu na ardhi. Haya ni maneno ya Qur'ani, lakini unaposoma Biblia maneno haya mfano wake unakwenda kuyapata. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 5, maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema iwe nuru. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema, akatenga nuru na giza, akaita nuru mchana, akaita giza usiku ama jioni. Akaita giza usiku. Roho ya Mungu ikatulia juu ya virindi vya maji, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Angalia hii aya, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa nini hapa Biblia inasema ikawa jioni? Maanake Biblia inatambua siku ilipoanza kuhesabiwa mikononi mwa hesabu za Mwenyezi Mungu ilianza wakati jua linazama, kwa sababu jioni ni ghurib, ile kitendo cha kuzama, na ndiyo maana jioni inaitwa magharib, yani jua linazama, kitendo cha kuzama ndio jioni. Kwa hiyo ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Maanake siku ilibadilika baada ya kuzama kwa jua, ilianza baada ya kuzama kwa jua. Lilipochomoza likatumia kipande cha pili cha siku ambacho ni mchana. Kwa hiyo siku inaanza usiku tena jua linapozama, na siku inamalizika inaanza tena, ina kipande cha pili cha siku kinaanza mchana wakati jua, asubuhi wakati jua linapochomoza. Hapa utaona kwamba Biblia nayo inatambua kwamba siku inaanza baada ya kuzama. Kwa nini? Kuzama kwa jua. Sasa hiki ndio tunakwenda kujifunza sasa. Kumbe Mwenyezi Mungu katika mfumo wa kalenda ana kitu anakitumia kinachomfanya mtu atambue siku imeanza au siku imekwisha. Ni kitu gani hicho? Mtu anaweza akasema hicho kitu chenyewe kinaweza kuwa ni mchana na usiku. Unasababishwa na nini? Jibu, unasababishwa na jua. Jua na mwezi na dunia vinapozungukana, wakati dunia ikizunguka jua, linapokuwa saidi ya kwanza ambayo inapata mwanga, hii saidi ya pili inayoingiwa na giza ndo siku inaanza. Hii saidi ya pili ya kwanza inayopatwa na mwanga, hii siku ndio inamalizika.
Manake jua siku ilianza usiku ikaanza mchana. Ndio maana leo katika Uislamu ikiwa siku ya mwezi Shaabani, mwezi wa Shaabani, siku ya mwezi 29 ama mwezi 30 ukaandama Ramadhani, kwa Waislamu siku hiyo itakuwa ni usiku wa mwezi wa Ramadhani, ni siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, na usiku huo wataswali tarawehe. Maana yake kwamba siku kwa hao Waislamu inabadilika baada ya jua kufanya nini? Kuzama. Na ikiwa mwezi wa Ramadhani alafu ikaingia magharibi ikaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikaingia magharibi, ikapatikana usiku wa mwezi wa Shawwal, basi ile siku ya kwanza ya mwezi wa Shawwal Waislamu wataswali, wataanza takbira za Idi. Maana yake kuthibitisha kwamba kwao mwezi wa Shawwal umeshafanya nini? Umeshaingia. Hii ina maana gani? Mafundisho ya Uislamu kupitia Qur'ani ndiyo yanaeleza vizuri kwa msaada na maelekezo ya Biblia kwamba siku inaanza baada ya kuzama kwa jua, na siku haianzi kamwe saa 6 usiku. Sasa tunapoitazama kwa mujibu wa maandiko, tunapoitazama siku na kalenda kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu na kwa mujibu wa mafundisho ya imani, siku inaonekana katika mazingira hayo. Lakini leo tunapoizungumzia Januari mpaka Desemba inakuwa kinyume chake. Kwanza siku ya Januari mpaka Desemba, ule siku yenyewe, zile siku zake, yani ikiwa leo kwa mfano, what is the day today? Today is a Sunday mfano, or today the Saturday, kwamba leo ni Jumapili, Jumamosi au Jumapili. Mtu anaihesabu siku saa 6 na dakika 1. Yani ikifika saa 6 na dakika 1 ndio siku inabadilika. Sasa unaenda kumuuliza msomi wa chuo kikuu ambaye kaenda shule na akili zake zinaamini yeye ni msomi, saa 6 na dakika 1 kinachobadilisha siku ni kitu gani? Yani kuna tukio gani la kijiografia ambalo Mungu ameliumba kwa tukio hilo la kijiografia ndiyo linasababisha siku kubadilika? Msomi yoyote wa chuo kikuu jibu hilo hana. Na unajua atakujibu nini? Wazungu walishapanga. Atakwambia wazungu washapanga. Manake huyu ni profesa mjinga. Huyu anayesema wazungu washapanga, huyu ni profesa mjinga. Huyu kakubali kubebeshwa akili za mawazo ya watu, anaenda nazo. Haiwezekani mzungu ndio apange siku inaye aliyeiumba. Yauma khalaqa samawati wal ardha, tangu siku Mungu alipoziumba mbingu na ardhi. Na imani za dini zote tunaamini dunia imeumbwa na Mwenyezi Mungu, vilivyomo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa nini Mungu aumbe alafu siku amwachie mzungu apange? Haiwezekani jambo hili. Sawa, sasa manake Mungu atakuwa na mapungufu katika hili. Sawa, sasa kwenye hilo la mwaka mpya, naam, tafsiri yake bibi nataka nifahamu hapa kidogo. Kwenye tafsiri ya umeeleza vizuri sana kwenye maelezo ya nyuma hapa, ili mtu apate picha na ajue kwamba kwa nini tunazungumza mwaka mpya hii. Sasa nataka nifahamu, watu wanakwenda kusherehekea au wanakwenda kubadilisha mwaka, ukiachilia mbali saa 6 usiku ambapo ndio wengi wanaamini hivyo kwamba ndo siku inabadilika, lakini umeielezea vizuri kwa maana ya namna ambavyo siku inabadilika kwa mujibu wa taratibu na Mungu alivyopanga. Lakini na vitabu vyote vinakubaliana na hilo kwamba jua linapozama ndo siku inabadilika. Saa 6 usiku hakuna kiashiria zaidi ya sekunde tu kubadilika, na sana siku labda tarehe imeandikwa tofauti na vile ambavyo vilikuwa labda hapo nyuma. Nataka tufahamu, ama kuna watu wanatamani kufahamu hii ya kubadilika kwa usiku, pamoja na kwamba labda wazungu ndo walipanga. Nataka tufahamu kwa kina, ni nani ambaye alikaa ama watu gani waliokaa wakabadilisha, wakaweka utaratibu kwamba siku inabadilika saa 6 usiku. Lakini kuna ile miezi, kuna miezi 12 hapa. Kuna ya mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 12. Tafsiri yake ni nini hasa? Kwa sababu baada ya miezi 12 tunakwenda kuona mwaka unabadilika. Nataka tufahamu hapa. Labda kuna kitu kwanza nikifundishe, niende nyuma kidogo. Nimesema kalenda hizi ukitaka kuzitazama lazima ile mitazamo mitatu ipitie. Na mmoja kati ya hiyo nimesema ni historia.
Ukitaka kuitambua kalenda lazima kidogo uende katika historia. Hebu tazama, leo hii tunaambiwa ni mwaka leo hapa tunapozungumza hivi sasa ni tarehe 28 mwezi wa 12, tarehe 28 Desemba 2024. Leo ni tarehe 28 Desemba 2024. Kwa nini leo 2024? Kwa nini leo ni miaka 2024? Swali linakuja, leo ni miaka 2024 tangu imekuwa nini? Majibu yatakuwa leo ni miaka 2024 AD. Yani ukisema huu ni mwaka gani, huu ni 2024 AD. Kuna herufi mbili hapo, A na D. AD ni herufi zina maana mbili kilugha. Kwa Kiingereza AD ni after death, baada ya kifo. Lakini kwa Kilatini ni anno domino. Maneno hayo mawili. Neno hilo moja la AD. Wenye historia ya kalenda hii AD walisema anno domino. Maana yake, kwa sababu kalenda hii tunayoiona leo ni kalenda ya Kirumi. Na waasisi wa kalenda hii katika lugha ni lugha ya Kigiriki. Kwa sababu kabla ya Kiingereza kuwa international language kwa maana ya business language, international language kwa maana ya business language ilikuwa ni Kigiriki. Kwa hiyo wakati Warumi wanatawala dunia kama super power ilivyo leo kwa miaka hii ya karibuni kwamba mzungu wa Kimarekani ndio super power. Super power wakati huo ilikuwa super power wakati huo ilikuwa ni Warumi. Lakini lugha ilikuwa ni Kigiriki. Kama ilivyo leo super power ni wa Marekani. Lakini international language, business language ni Kiingereza. Sio, inaeleweka sawa? Sasa kwa wale wenye lugha yao ya Kigiriki kwa asili yao, hii mwaka walikuwa wanauita AD, anno domino. Anno domino kwa lugha ya Kilatini maana yake ni baada ya Kristo. Baada ya Kristo. Lakini kwa Kiingereza ni after death, baada ya kifo cha Yesu. Sijui nimeeleweka sawa? Nakuelewa. Sasa tuchambue kwanza hizi herufi mbili. Nataka watu waende shule sana. Ikiwa anno domino kwa walengwa maana yake baada ya Kristo. Swali litakuja, baada ya Kristo kuzaliwa, baada ya Kristo kuondoka? Kwa sababu baada inaweza kuwa na mambo mawili. Inaweza kuwa kalenda hii inahesabika baada ya Kristo kuja. Umeelewa sawa? Au inaweza kuwa kalenda hii ni baada ya Kristo kuondoka. Ukimuuliza wasomi wengi, hii baada ya Kristo sasa ni miaka 2000 baada ya Kristo. Baada ya Kristo kufanyaje? Chenga hii ndio iliwafanya Wakristo watumie ili neno AD kama after death. Wao wakasema baada ya kifo. Lengo ni nini? Ni kuutukuza msalaba kwa sababu ndio injini ya Ukristo. Lakini wenyewe wazungu walipotumia anno domino, walichokuwa wanalenga ni baada ya kuondoka Kristo. Kwa sababu kalenda hii tulionayo leo ilianza kutumika rasmi miaka 425 baada ya Yesu kuondoka duniani, wakati wa mfalme Gregory. Narudia kipande hicho. Kalenda hii unayoisoma leo ya miaka 2024 tulionayo ilianza kutumika mwaka wa 425 baada ya Yesu kuondoka duniani, wakati wa mfalme Gregory. Na aliyeisisitiza kalenda hii kwa mara ya kwanza alikuwa mfalme wa Kirumi aliyekuwa akitambulika kama Gregory. Kumbuka nilisema Warumi ndio lilikuwa super power, lakini lugha ilikuwa ikitumika ni lugha ya Kigiriki. Mfalme Gregory alipokuwa akitawala kama rais, kama unavyoona leo George W. Bush, kama unavyoona Donald Trump leo anakwenda anaenda kuchukua nchi na kuisimamia. Sasa mwaka 425 ulikuwa ni utawala wa mtu anaitwa Gregory. Alipoitengeneza hii kalenda, yeye alisisitiza
kalenda hii lengo lake ilikuwa ni kuwasaidia wafanyakazi wajue tarehe za kulipwa mishahara, na kalenda hii iligawanywa makundi mawili. Ina siku 15 za kwanza mfanyakazi atalipwa advance, na ina siku 15 au zinazofuata mfanyakazi atalipwa balance. Maana yake kwamba hii ilipoandaliwa ilikuwa rasmi kalenda ya mshahara. Kwa haikupangwa kwa lengo la kujua majira, nyakati na mwezi. Wenyewe waliipanga kama taifa la Kirumi iwe kalenda ya kupeana mshahara, kuondoa mizozo ya wafanyakazi, kila mtu kujilipia siku anayotaka mwenyewe. Watu wawe na utaratibu, serikali iwe na siku za payment, watu makampuni yawe na siku za payment, watu binafsi wawe na siku za payment. Ikapangwa na serikali, kila anayeajiri mfanyakazi atambue mfanyakazi analipwa term ngapi kwa mwezi? Mbili, ambayo moja ni siku 15 za awali, inaweza kuwa kati ya tarehe 13 mpaka 17, na term ya pili inaweza kuwa siku 15 pia, inaweza kuwa kati ya tarehe 25 mpaka tarehe 30 awe anafanyiwa hivyo. Lakini wakati wanalifanya hili, wanaipanga kalenda hii, vigezo gani walivitumia ili kuifanya kalenda hii izoeleke, ifahamike na ijulikane? Walitumia vigezo vipi? Hakukuwa na kitu cha rasmi cha taifa la Kigiriki kilichowawezesha kuwa ndiyo sehemu ya kureview na kurejea kama marejeo ya kuisoma kalenda katika miezi 12. Ili wafanikiwe hilo, ilibidi zipangwe kwanza hesabu za kalenda. Ndio maana kalenda hii ya Januari mpaka Desemba tarehe zake ziko constant, zimeshanyooshwa. Yani wewe huna cha kubadilisha. Hata ukitaka leo mwaka 2150 Jumatatu ya kwanza ya tarehe 1 itakuwa lini? Ingia tu kwenye calculator, itakuletea miaka 150, 2150 baadaye itakuletea kwamba tarehe 1 siku ya mwezi wa kwanza itakuwa juma ngapi. Unaipanga leo, ipo tayari, imewekwa formula, imewekwa formed. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliipanga kwa utaratibu ambao wao walitaka kila mtu aamini kufuata huo utaratibu. Nini walichokifanya? Wakachukua majina ya miungu wao wale wakubwa wa Mwanzo 12, na kila mungu mmoja akapewa jina la hesabu inayohesabu mwezi. Narudia tena, wakachukua miungu, majina ya miungu 12, wale miungu yao ya asili ya Kigiriki, ya Kirumi, ambao walikuwa wanawaabudu Wagiriki na Warumi. Wakachukua miungu 12 kati ya ile 360, wakachukua miungu 12, ile mikubwa ya kwanza, kila mungu akapewa jina katika ule mwezi. Na kila mungu alikuwa anaapia tukio lake. Ndio maana Januari mpaka Desemba majina haya 12, kila jina moja la mwezi linaapia jina la Mungu, na kila mungu katika hiyo miezi ni mungu wa matukio maalum. Maana yake Warumi walichokifanya, walichukua majina ya miungu ya matukio wakaingiza katika kalenda ya nyakati. Maneno haya yamethibitishwa na Biblia pia katika kitabu cha Daniel sura ya 7 aya 25 na 26. Katika aya hiyo inasema, naye ndipo atakapoadhimia kubadili majira na nyakati. Naye ndipo atakapoadhimia kubadili majira na nyakati. Kwa Warumi walishatabiriwa kitambo kwamba watabadili majira na nyakati. Sasa swali lako lilipokuja, haya majina Januari mpaka Desemba ni majina yanaashiria nini hasa? Jibu, yanaashiria majina ya miungu ya Kirumi. Kama unavyoona majina ya siku unayohesabu leo kwa Kiingereza ni majina yanayoashiria miungu ya Warumi. Hakuna siku inaitwa Sunday, haipo. Wala hakuna siku inaitwa Tuesday, haipo. Ukirudi katika maneno ya asili, Tuesday si siku. Tuesday ni maneno mawili. Tower and a day. Tuesday ni tower and a day, siku ya Mungu wa mnara. Sijui nimeeleweka sawa sawa? Warumi wanaamini miongoni mwa miungu yao 666 wanaye Mungu ambaye Mungu huyu ni Mungu mwanamke ambaye anakaa juu ya mnara.
Mungu huyu ni Mungu anayesimamia mambo ya mabalaa na mikosi. Mungu huyu ana mtoto anaitwa Nike. Nimeleka sawa? Nakuelewa. Ana mtoto anaitwa Nike. Ili neno Nike ni Mungu huyu. Mungu wa Kigiriki. Okay. Ni mtoto wa huyu Tawa, Mungu mnara. Ni Mungu mrefu sana anayetawala siku ya Jumanne. Lakini unapokwenda neno kama Sunday, Sunday si jina la siku. Sunday ni mkusanyo wa maneno mawili, sun and a day. Yani siku ya mwezi, siku ya Mungu, jua. Ukienda neno kama Monday, Monday si jina la siku, ni moon and a day, siku ya Mungu, mwezi. Thursday si siku ya Jumatano. Meleka sasa? Thursday ni maneno mawili, thunder and a day, yani siku ya Mungu, radi. Wednesday si Alhamisi. Wednesday si Alhamisi. Wednesday ni wine and a day, siku ya Mungu wa ulevi, mvinyo. Wednesday ni wine and a day, siku ya Mungu wa ulevi, Mungu wa starehe ya ulevi, Mungu mvinyo. Friday ni maneno mawili, ni fire and a day. Fire and a day. Yana maana ya nini fire and a day? Ni moto na siku. Manake Friday ni siku ya Mungu moto au Mungu wa moto. Na vivyo hivyo unaposema Jumamosi, Saturday. Saturday ni maneno mawili, star and a day, siku ya Mungu nyota. Na nyota inayokusudiwa hapa ni sayari ya Mars. Ndio inayohesabu siku hilo jina la Saturday. Haya wazungu yote waliyapanga na wakayapropagate, wakatengenezea propaganda, dunia ikayaamini. Kama ambavyo leo mzungu ameidanganya dunia habari kwa Kiingereza inaitwa news. Yani mtu yote akikaa kwenye TV msomi akiona neno pale news, anasema habari hiyo inakuja. Lakini news si habari. News halina maana ya neno habari. Hakuna kamusi yoyote duniani inafasiri news. News ni habari. News ni herufi 4. Ni N, E, W na S. News ni N, E, W na S. N inawakilisha north, E inawakilisha east, W inawakilisha west na S inawakilisha south. Maana yake north, east, west and south. Magharibi, kaskazini, kusini na mashariki. Maana yake nini? Jumuiya ya Kiruminati duniani walipotaka kutengeneza propaganda za kuidanganya dunia, moja ya fikra zao kwanza waliamua kutengeneza vyombo vya habari ambavyo vitapropagate uongo unaotakiwa na Mailuminati na kukataa ukweli anaoutaka Mungu. Sasa wakapewa kazi kwamba mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, vyombo vyote viwe na lengo moja tu la kutengeneza propaganda. Na propaganda ikiwekwa kwenye mtandao, ikitumika vizuri, basi ukweli unakuwa uongo na uongo unakuwa ukweli. Propaganda ya vyombo vya habari inaweza kutengeneza leo ikamshawishi Mkenya akamwona rais wake hafai na hastahiki kuwa hapo, na watu wakafanya vurugu. Lakini propaganda za wazungu, kwa sababu mbona wao wanapokuwa na marais wabovu sisi hatuwapangii? Kwa nini wao waone wa kwetu? So marais wetu wanatawala kwa taratibu zetu, kwa maisha yetu, kwa katiba zetu, kwa tamaduni zetu. Kwa nini wao waamue kubadilisha kiongozi wa nchi wanayotaka? Nani leo anaweza kukaa kikao kusema hatumtaki Trump wa Marekani? Nani? Lakini wazungu kwa kutumia vyombo vya habari wanaweza kusema rais wa Kenya hatumtaki, na Wakenya mkajipigia makelele, mkakaa kabisa, mkaamua kuandamana, tunamtoa, hatumtaki, hatutaki hata kumuona. Mmepandishwa jaziba na mzungu ambaye hata hakupelekei chumvi wala sabuni. Sijui naeleweka sawa sawa? Hii ndio maana ya news. Yani ni chama cha propaganda cha waandishi wa habari kinachofanya kazi kuleta taarifa za uongo kwa jamii ili wapate kuziamini. Ndio maana unaweza kukuta kwa propaganda hii Mkenya anamtukana rais. Tena haogopi. Makamo ya baba yake anaweza kumtukana, makamo ya baba yake. Yani anamzaa huku anakimbia, anamtukana. Ukimuuliza kwa nini mimi na uhuru wa kujisemea bwana? Ni uhuru gani usiokuwa na mipaka?
Uhuru lazima uwe na nini? Na mipaka. Uhuru usiokuwa kuwa na mipaka ni vurugu. Uhuru usiokuwa na mipaka ni uhuni. Sasa vitu kama hivi watu wanatakiwa waelimishwe na kufundishwa. Na hiki ndicho alichokifanya wazungu. Walitengeneza propaganda kuitengenezea hii kalenda ya mshahara kwa majina ya miungu ya Kirumi. Wakaipanda kwenye vichwa vya watu, wakaipanda kwenye vichwa vya watu, wakaipanda kwenye vichwa vya watu. Leo dunia inaamini kwamba tarehe 1 Januari itaingia saa 6:01 usiku. Hata jiprofesa limesoma na lenyewe linakaa kwenye TV. Mimi nangoja saa 6:01 ni uone mwaka. Bwege tu, wewe elimu yako haina thamani. Yani anakufanyia mzungu propaganda, unaingia kwenye ujinga kama huu. Mungu ameshaeleza. Tena huyu anayekwambia hivi naweza kuwa Mkristo na Biblia anabeba. Jumapili, Jumamosi anakwenda kanisani. Mwanzo 1:1 anasoma. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, ilikuwa kiwa tena utupu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Akaiona ya kuwa nuru ni njema, akatenga nuru na giza. Nuru akaita mchana, giza usiku. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Biblia inamwambia ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Yeye anasubiri saa 6:01 iwe siku inabadilika. Ukimuuliza kwenda kwambia wazungu washapanga. Sasa mzungu nani? Na zile taratibu za nani umezungumzia hapo, kuna wakati mwingine watu wanakesha, hususan upande wa makanisa. Wanakesha wanakuwa kama wana misa maalum hivi kuelekea mwaka mpya. Hii imekaaje na yenyewe pia kwenye Biblia? Unachotakiwa kujua, Ukristo ni dini ya Kirumi. Wakati mpaka Yesu yuko duniani Ukristo haupo. Kwanza unatakiwa ujue hilo. Ukristo ni dini iliyoanzishwa baada ya Yesu kuondoka duniani. Na Ukristo ni dini iliyoanzishwa na Warumi katika vipindi vitatu tofauti. Kipindi cha kwanza cha Ukristo ni kile cha mwaka 47 AD, miaka 47 baada ya Yesu kuondoka duniani. Yaani miaka 47 baada ya Yesu tangu kuzaliwa. Mwaka 47 AD kama unasoma Biblia katika Matendo 11 ile 26. Nasema kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Yaani Barnaba alikwenda Tarso kumtafuta Sauli. Alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa mwaka mzima wakaungana pamoja na kanisa na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa mujibu wa Matendo 11:26 Ukristo ulianzishiwa Antiokia, Ugiriki. Haukuanzishiwa katika nchi ya nini? Haukuanzishiwa katika nchi ya Wayahudi. Haukuanzishiwa Yerusalemu, haukuanzishiwa Bethlehem, haukuanzishiwa Yeriko. Yaani ile miji yote ya Wayahudi, hakuna mahala Ukristo umeanzishwa. Ukristo ulianzishwa katika nchi ya Antiokia, Ugiriki. Mwanzilishi wa kwanza ni Paulo na kikundi cha watu wake. Alipouawa Paulo mwaka 69 AD kwa kunyongwa. Kwa sababu Paulo alinyongwa, akauawa mwaka 69 AD. Petro aliuawa 68 AD kwa kutundikwa msalabani, kichwa chini miguu juu. Alafu Petro akauawa kwa kunyongwa 69 AD. Alipouawa baada ya Jemedari Tito kwenda kuvamia mwaka 70 AD na kuua zaidi ya watu 1,000,000 na point, na kuwatisha na kuchoma moto hekalu takatifu la Mungu ambayo ndio nyumba takatifu ya hekalu la Suleimani. Qur'ani inauita kama Masjid Aqsa katika sura ya 17 aya ya kwanza. Mungu aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Mwenyezi Mungu anautaja msikiti huu ndani ya Qur'an. Walipochoma moto hekalu, baada ya pale ulipofika mwaka wa 325 ulifanyika mtaguso mkubwa katika mji wa Nisea. Mji wa Nisea. Mtaguso huu uliwashirikisha maaskofu 318. Maaskofu hawa walifanya kikao cha kubadili sura ya maandiko matakatifu ya Mungu ambaye ni Torati, Zaburi na Injili kwa mwelekeo wa uongozi wa Kirumi chini ya utawala wa lugha ya Kigiriki. Naeleweka sawa sawa hapa? Warumi wakapanga taratibu mpya. Wakapanga silabasi mpya ya ibada na kumwabudu Mungu. Na hapa ndio vitu vingi vilizaliwa, na hapa ndipo kanisa likaunganisha mila na desturi za Kirumi na mafundisho matakatifu ya Mungu vikawekwa mahali pamoja. Hiki sasa ndio kimepelekea leo unavyoona duniani leo Wakristo wanalazimika siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza usiku wanafanya misa. Kwa nini wanafanya misa? Kwa sababu na wao wanaamini kwamba tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka unaanza. Kanisa kama kanisa linafuata mila na desturi za Kirumi.
Kwa ibada wanayofanya ya misa takatifu ya kuupokea mwaka usiku wa tarehe 31 mwezi wa 12 kuamkia tarehe 1, ile ni misa ya kipagani. Kwa hiyo Wakristo wanafanya misa ya kipagani kwa fikira za Warumi baada ya Konstantino Augusto aliyekuwa mtawala wakati wa karne ya miaka 300 kuunganisha baina ya maandiko matakatifu na mila na desturi za Kirumi kuzifanya kuwa kitu kimoja. Na ndio maana dini ya asili katika Ukristo ni dini mbili. Dini ya kwanza ni Ukatoliki ambao ni wa Roma, dini ya pili ni Eastern Orthodox ambao ni Wagiriki. Makanisa yote hayo unayoona leo yamekuja kutoka kwenye hayo makanisa mawili. Roman Catholic ambalo li neno Roman Catholic, ukisema neno Catholic tafsiri yake ni mila. Kwa ukisema Roman Catholic tafsiri yake ni mila za Kirumi. Lakini leo Mkristo ukimuuliza Catholic maana yake nini, hana majibu mazuri. Lakini maana ya Catholic ni mila. Roman Catholic maana yake wafuasi wa mila za Kirumi. Maana kanisa lile lilikuwa likifuata mila na desturi za Kirumi. Kuna Eastern Orthodox, wao walikuwa wakifuata mila na desturi za Kigiriki. Nimeeleweka sasa? Kwa hiyo Wakristo haki yao kufanya ibada usiku wa kuamkia tarehe 1 mwezi Januari, kwa sababu wanafanya ibada hii kwa lengo tu la kutukuza ibada ya Mungu wa kipagani aitwaye Janus. Na Janus anatoka wapi? Janus ndio hiyo majina ya miezi 12 ambayo nimesema ni miungu 12. Januari, Februari, Machi, April, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba na Desemba. Hii yote ni miungu 12 na kila mungu ana kazi yake. Kwa mfano, Janus ni jina la Mungu mwanamume wa Kirumi, ndio Mungu mtawala wa kwanza katika mwaka ambaye yeye anaabudiwa siku 31. Januari ni neno linatokana na neno Janus, jina la Mungu mwanamume mwenye sura mbili, mbele kama nyuma, nyuma kama mbele. Then kuna mwezi wa pili ambao ni Februus. Asili yake Februus ndio anatengeneza neno Februari ama Februata. Februus ni jina la mke wa Janus. Huyu ni mungu wa pili. Alafu kuna mungu anaitwa March. March ni mungu mungu wa mapandio. Huyu ni moja kati ya miungu ya Kigiriki, alikuwa akiitwa Matia. Ni moja kati ya miungu ya Kigiriki, alikuwa akiitwa Matia. Ni mungu wa mapandio, yani mungu wa kupanda, mungu wa mashamba, kupanda mimea. Umeeleweka sasa? Alafu kuna mwezi unaitwa April. Asili yake April ni mungu wa Kigiriki anaitwa Apriele. Huyo ni mungu mwingine. Alafu kuna mungu wa tano anaitwa Mei. Huyu asili yake anaitwa mungu Maya. Mei ni neno linatokana na Maya, ni moja kati ya miungu ya Kirumi. Kuna mungu wa sita anaitwa mungu June au asili yake neno Juno. Juni asili yake linatokana na neno la Kigiriki linalosema Juno. Huyu ni moja kati ya miungu wa Kigiriki anaitwa mungu Juno. Alafu kuna wa saba ambaye anaitwa Julai. Julai ni jina la mtoto wa Kaisari Agustino ambaye yeye ni Kaisari Julius. Yule niliyesema ni moja kati ya viongozi wakubwa. Kaisari Julius ni baba wa Kaisari Agustino. Huyu ni moja kati ya miungu wakubwa wa Kigiriki. Ni mfalme naye alipata nafasi ya kuwa mungu, na ndiyo aliyepewa jina la Agasti kwa kuchukua neno lake la Agustino. Huyu ni baba wa Kaisari Julius ambaye Kaisari Agustino baba wa ndio mtoto, yani Agustino ni mtoto, Julius ni baba. Alafu kuna baada ya Agasti unapata Septemba. Huo ni moja kati ya miungu mungu wa Kigiriki anaitwa Septica, moja kati ya miungu ya Kigiriki iliyokuwa ikisimamia mvua za vuli au kipindi cha season ya mwisho ya miezi 4 ya mwisho ya kuelekea mwisho wa mwaka. Lakini kuna mwezi unaitwa Oktoba. Huyu ni mungu yule anayetokana na mungu wa kwenye maji au bahari. Oktoba ni neno linatokana na neno octopus au ukipenda pweza. Huyo ni mungu wa wapi? Wa baharini, ambaye alikuwa anasimamia mambo ya bahari au mambo ya maji. Ni samaki ana mikia 8. Alafu kuna mwezi wa 11 ambao ni Septemba, na kuna mwezi wa 12 ambao ni Novemba. Novemba na Disemba. Hii yote hii 12 ni miungu ya Kirumi ambayo asili yake ni katika ile miungu 366. Ilipotumbukizwa kwa kutengeneza serikali ya Kirumi na kanisa kuviweka pamoja vyote kuwa na utaratibu mmoja, wakamix.
maandiko ya Mungu machache, mila za desturi za Kirumi za kutosha, vilipoungwa pamoja vikatengeneza kitu kimoja kinaitwa Ukristo. Kwa hiyo Ukristo ni mchanganyiko wa mila za Kirumi na maandiko matakatifu ya Mungu vilivyowekwa pamoja. Ndiyo leo tunapata nini? Ukristo. Sasa kwa kuwa Ukristo ni dini ya mchanganyiko wa mila za Kirumi na maandiko matakatifu, ni haki yao Wakristo leo kusimama wakaamua kufanya ibada ya mwaka mpya, kwa sababu wanaadhimisha miungu ya Kirumi na wao ni wapagani na Ukristo ni upagani. Wanachofanya ni kuadhimisha mila na desturi za kipagani. Lakini kwenye Bible hazipo hizo taratibu. Yani hata kwa bahati mbaya Biblia haijaandika habari ya mwaka mpya, haijaandika habari ya Januari, wala tarehe 1 Januari Biblia haijaandika. Yani hakuna Mkristo msomi yoyote duniani anaweza kuonyesha mwezi Januari katika maandiko ya Biblia, haipo. Na tamani nijue sasa, nani ambaye anastahili kusherekea hiyo siku kutokana na maelezo yote? Wapagani. Yani kila anayesherekea sikukuu ya tarehe 1 Desemba na kila anayesherekea tarehe 25 mwezi wa 12, yeye amejivisha upagani wa kistaarabu katika dunia ya sayansi na teknolojia. Kwa maana ya tarehe 1 Januari na tarehe 25 mwezi wa 12. Yes, yeah. Yani namaanisha mtu yeyote akisherekea Christmas na mtu yeyote akisherekea Januari ya tarehe 1 Januari, huyu ni mpagani anaishi katika karne ya sayansi na teknolojia. Anahuisha upagani wa Kigiriki na Kirumi kwa fikra za sayansi na teknolojia kwa miaka ya 2021. Wapo watu wamekuwa pamoja na elimu ambayo wamekuwa wakiitoa, lakini baadhi yao wamekuwa na maoni tofauti ama wamekuwa wakitoa comment tofauti kwenye elimu hizi ambazo wanazitoa, na wakati mwingine wamekuwa wakizungumza kama unatengeneza mazingira tu ya kupinga kitu ambacho sasa sijajua wao ndio wanakuwa hawaelewi au hawataki kujifunza. Nataka nijue kutoka kwako hapa, aina ya watu ambao unawapatia elimu, sio wote wanaweza kuelimika, lakini kuna wengine wana hoja zao ambazo bado zimekuwa inawezekana hawezi kuzitetea kwenye elimu kama hizi. Wewe ni mtaalamu masuala ya Bible, lakini pia ni mhadhiri wa kimataifa, unapitia mambo mengi, unajifunza mambo mengi, lakini pia unatamani watu wengi waelimike na wajue. Unadhani kuna nafasi ya kuwafanya watu wabadilike kwa kiasi kikubwa baada ya muda kutokana na elimu ambazo unazitoa? Brother, nataka nikwambie Mungu alivyoiumba dunia na makundi yao mawili, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia katika kinywa cha Saidina Ali anasema dunia nzima hii ina watu 4. Type za watu duniani ziko ngapi? 4. Yani dunia nzima ina type 4 tu. Type ya kwanza ni watu wanaojua na wanajijua kuwa wanajua. Hawa Mtume anasema maalimu wafuateni mtajifunza jambo kwao. Type ya pili kuna watu wanajua lakini hawajijui kuwa wanajua. Hawa wameghafilika, wanahitaji kufundishwa. Hawa akisikia jambo anafanya upekuzi, akiamini na kuliona usaidi wake anafuata au anaacha. Type ya tatu kuna watu hawajui lakini wanajua kuwa hawajui. Hawa ni wajinga. Hajui lakini anajua kuwa hajui. Akielimishwa anakubali kujifunza. Huyu ni mjinga. Mtume anasema muelimisheni, na huyu ni rahisi sana kujifunza. Alafu kuna kundi la tatu, hawajui na hawajijui kuwa hawajui. Yani lipo jitu duniani kwanza halijui, lakini hata kule kujijua kuwa mimi sijui pia hajui. Yani huyu ili ni pumbavu alielimishwaji. Yani ukifanya chochote unalipigia gitaa mbuzi. Hivi mbuzi ukimpigia gitaa atacheza? Atafuna tu kile chakula alichokula usiku. Nataka tu nikwambie kwamba tuna deal na haya makundi matatu. Wanaojua wanatuelewa kwa sababu wanajua. Duniani kuna watu wanaitwa Wasabato. Hao ni Wakristo, hawasherekei Krismasi. Hao wamejua na wamejua kuwa wamejua. Hao wanajua kwamba tarehe 1 Desemba sio mwaka mpya. Wasabato washerekei, hawaendi kanisani tarehe 1. Wanakuambia hizo ni sherehe za Kirumi. Mimi siwezi kufuata ujinga huo. Hawa wanajua na wanajua kuwa wanajua kama tulivyo Waislamu. Alafu kuna kundi la pili, wanajua lakini hawajui kuwa wanajua. Anaweza kutoka dini yoyote lakini akasema ili analosema sule wacha nilifuatilia, akijua anaacha. Alafu kuna wale ambao wanajua lakini hawajui. Yani yeye kafundishwa vingine lakini mwepesi wa kujua. Akisikia analifanyia kazi.
Sasa hii mizoga ya mwisho hii hajui wala hajijui kuwa hajui. Huyu ni mzoga ujue. Huyu hata ukifanyaje elimiki, yeye atampinga, tunakwambia hii haiwezekani. Yaani yeye maisha yake ni kwamba hii haiwezekani. Maana yake kwamba yeye kwake nyeupe akiambiwa nyeusi itabaki kuwa nyeusi hata kama anaiona ni nyeupe. Na hawa ni wengi na haijalishi umesoma kwa kiasi gani. Angalia leo mzungu wa Kirumi kamtaimu sana mwanadamu. Profesa anaweza kuseti saa yake saa 7 kamili. Ikawa saa 7 kamili lakini mshale unaonekana kwa 1. Ukimuuliza mbona mshale wako unasoma 1 afu umesema saa 7, akwambia nimeseti kizungu. Nimeseti kizungu. Hivi kizungu 7 ni 1? Asa hicho kizungu kinachosoma 7 ni 1 kiko wapi? We profesa umesoma nini mjinga tu? Kwa nini usome 1 7? Ukimuuliza si wazungu wamesema, mzungu ni nani? Kwa nini dunia umbe Mungu alafu nyakati amwachie mzungu? Kwa nini utaki kuitumia akili yako vizuri? Jibu ni kwamba wazungu waliposeti 1 kwenye 7, 7 kwenye 1, walitaka mambo mawili. Kwanza dunia itawaliwe na namba 66. Okay. Kwa sababu 7 ikiwa 1 maana yake saa nzima saa 24 itakuwa namba yake imetawaliwa na namba 66. Kwa sababu mshale wa saa ukiwa kwenye 1 na hali ya kuwa ni saa 7, maana yake 7 toa 1 inabaki ngapi? 6. Inabaki 6. Mshale wa saa ukiwa kwenye 2 hali ya kuwa ni saa 8, 8 toa 2 inakuwa ngapi? 6. Inabaki 6. Mshale wa saa ukiwa kwenye 3 hali ya kuwa ni saa 9, 9 toa 3 inabaki ngapi? 6. Mshale wa saa ukiwa kwenye 4 hali ni saa 10, 10 toa 4 inabaki ngapi? 6. Mshale wa saa ukiwa kwenye 5 hali ni saa 11, 11 toa 5 inabaki ngapi? 6. Mshale wa saa ukiwa kwenye 6 hali ya kuwa ni saa 12, 12 toa 6 inabaki ngapi? Maana yake saa yote ukizunguka inabakiwa na namba ngapi? 6. Vicarious field days 666. Elimu ya Kiiluminati, kikundi kidogo cha mustashirikina wanaotoka katika taifa la Kizayuni, Mayahudi wasiozidi 300 duniani wanaoitawala dunia katika kila nyanja, ndio wanabebwa na hiyo namba 666, ambayo namba hii inapatikana kwenye kofia ya pop. Miongoni mwa kofia za pop anazovaa ina namba 666. Ni utawala wa shetani wa Kiiluminati ambao unasimamiwa na kanisa, kama ambavyo Biblia inasema katika moja sura ya kitabu cha Ufunuo sura ya 1 aya ya 8, maana najua hapo ketipo ndipo palipo na dhiki yako, maana hapo ketipo ndipo kilipo kiti cha enzi cha shetani. Katika kanisa la Pergamo andika, maana Biblia inatambua kwamba nguvu ya shetani ipo katika nyumba ya mchanganyiko wa mila na desturi za Kirumi na maandiko matakatifu. Pale ndipo kilipo kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Sasa mzungu katengeneza hivi kupromoti ukafiri, alafu mswahili anarekebisha tena msomi na haoni aibu. Kimuuliza kwa nini anasema mzungu karekob. Mzungu hawezi kuwa mjinga bwana. Mzungu anakuwa mjinga kama hana dini. Mjinga yani mtu yeyote anaweza kuwa mjinga kama hamjui Mungu. Mzungu asiyemjua Mungu ni mjinga tu, hata afanyeje. Mzungu asiyemjua Mungu huyo ni mjinga tu, kwa sababu mtu anayemjua Mungu huyo ndio mjanja. Huyo ndo anafanya vitu Mungu anataka. Anajua principle na syllabus alizoziweka Mungu katika vile viumbe alivyoviumba. Utajitambua mwenyewe na utatambua viumbe unavyovisimamia, haki yao, nafasi yao, jukumu lako, wajibu wako na mafanikio yao kutoka kwako. Utajua ikiwa unamjua Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu, wanaofanya ibada hii ni wapagani wa Kirumi waliojimodalize katika modern ya kisasa, waliojiweka kisasa. Ni wapagani tu. Nikushukuru sana Alhaji. Asante. Maelezo yamejitosheleza, na pasina shaka kwa mtazamaji ambaye ametufuatilia kwa muda wote atakuwa amefahamu kitu na amejifunza pia, kwa sababu maelezo yamekuwa marefu, lakini lengo ni kuona namna gani ambavyo tunapaswa kujifunza kutoka kwa wataalamu ambao wakati mwingine wamekuwa na fursa ya kuzungumza nasi kupitia chaneli yako ya Islaha Islamic TV. Sisi tuliahidi kwamba tutakuletea kila ambacho tutatamani wewe ujifunze na ufahamu ama uwe na uelewa mpana juu ya masuala mbalimbali. Pale ambapo unapata nafasi ya kufuatilia video zetu, unajifunza kitu, wajibu wetu ni hicho. Kwa hiyo baada ya hapo utakalolichukua kwako litakuwa ni la kheri, na lile ambalo utaona kwamba halina haja, Alhaji ameshafafanua vizuri kabisa hapa kwamba tunadili na watu aina 4 ambao amewatafsiri kwa namna moja ama nyingine, na wewe utakuwa umejiangalia tu sasa utakuwa kundi gani, utakuwa umejawa kundi gani, basi na mambo yanakwenda hivyo. Alhaji, nikushukuru sana, na nafikiri tutapata muda mwingine wa kuzungumza mambo mengine makubwa ambayo
jamii inatamani sana kufahamu. Nikushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia TikTok pia, kwa wewe ambao ulikuwa live kabisa, hakika utakuwa na wewe umepata elimu sasa hivi hapa, na mnajua comment ni nyingi na watu wamekuwa comment, jambo jema sana hilo. Lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia Instagram, unaandika Islaha Islamic TV, lakini pia TikTok kama kawaida Islaha Islamic TV, mtandao wa Thread unaandika Islaha Islamic